Kwa majina mimi naitwa Engineer Innocent Joseph Mlai, ni meneja wa TARURA mkoa wa Katavi. Kwa majina mimi naitwa Engineer Innocent Mlai, ni meneja wa TARURA mkoa wa Katavi. Kimsingi katika mkoa wetu wa Katavi ni mkoa ambao unakabiliwa na mvua nyingi ukilinganisha na mikoa mingine, na kwa mwaka huu japokuwa alisema kwamba mvua zitakuwa ni chache, lakini kwa upande wa kwetu wa Katavi mvua zimeanza tangu mwezi wa 11 na mpaka sasa bado zinaendelea kunyesha. Sasa kulingana na hali hiyo, kwenye kazi zetu za matengenezo ya barabara tumejipanga kuhakikisha kwamba kazi zinafanyika, lakini pia kwenye utekelezaji wa kazi hizo tunachokifanya sasa hivi ni kumake sure kwamba tunafanya ukaguzi wa mara kwa mara kama ambavyo alielekeza mtendaji mkuu, kwa maana kukagua madaraja, kukagua mifereji, kukagua makalvati, ili kuhakikisha kwamba endapo kuna uchafu umeziba au kuna mchanga umejaa, basi tunafanya desilting mapema, kwa maana kuondoa, ili maji yaweze kupita kwenye njia yake ya kawaida na isije kusababisha athari kwa wananchi au kusababisha mafuriko. Hilo ni jambo ambalo mtendaji mkuu amesisitiza sana, na sisi ndio tunalifanyia kazi, na kwa mwaka huu tuseme bahati nzuri hiyo kazi zinaendelea vizuri, na hatujakutana na changamoto aina yoyote ya mafuriko au mifereji kujaa au makalvati kuziba au madaraja kusombwa na maji. Hivyo ndivyo ambavyo tuna operate na tunaendelea mpaka sasa hivi. Kwa mfano upande wa Katavi tumejitahidi sana kufungua hizi barabara mpya, kwa maana ya kufika kule ambako walikuwa wanasema kufikiki. Tumejenga madaraja ya mawe zaidi ya madaraja 24 na bado tunaendelea na ujenzi huo, na yale madaraja yamekuwa ni kielelezo tosha kabisa kwamba kweli wananchi walikuwa wanataabika, kwa sababu yale maeneo ambayo yalikuwa hayafikiki hata kutembea kwa miguu kipindi cha masika, sasa hivi hata malori yanakwenda kule kwa ajili ya kwenda kutupa mazao, kununua mazao. Kwa hiyo mnafika mahali sasa unakuta wananchi wale wanauza mazao kwa bei ambayo ni nzuri, tofauti na hapo ilipokuwa awali kwamba walikuwa wanakwenda kule ni badalali. Kwa hiyo wakifika kule wao ndio wanapanga bei kwamba ni bei gani wanatakiwa mlipe mkulima, badala ya mkulima kupanga bei yake ya mazao ambayo ameyazalisha yeye mwenyewe.